mimi namfariji tu kumwambia wanaunga mpira na mchezo ndivyo ulivyo. Kwa hiyo tusikate tamaa, jipangeni msimu ujao ndio kufika mbali. Ndani ya Simba unamsikia takriban sasa hivi umefanikiwa, umeshiriki michuano ya kimataifa kwa muda mrefu, kisha robo finali. Mimi nataka uniambie experience yako. Umejisikiaje kwa kuweza kufanikiwa sasa kutinga katika hatua ya finali? Kwanza ni furaha kubwa sana kwangu. Hii ni kumbukumbu katika historia yangu ya maisha. Kwa sababu nimefika robo finali mara 6. Kwa hii mara 7 ndio nimekwenda finali. Kwa hiyo jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, jambo la kuwashukuru viongozi wangu na wachezaji wetu. Ndio. Unaiona finali itakuwa ya namna gani? Kwa sababu ukiangalia nyinyi Simba katika msimu huu mmekutana na Waarabu wanne na wote mmeweza kuwafunga. Lakini Mwarabu ambaye mnaenda kukutana naye amechukua ubingwa huu mara 4 akiwa amecheza finali zake 6. Hata wakati anachukua ubingwa tulikuwa tumeshacheza naye kule, alitufunga goli 2 na hapa tulimfunga. Kwa hiyo ni timu ya kawaida tu kwamba sisi tujipange tunaenda kupambana nao kwa sababu tumeshapambana nao wakubwa zaidi ya yeye. Tumepambana na Vita ambaye ni mkubwa zaidi ya yeye. Tumepambana na Imerek wale wa Sudani ambao ni wakubwa zaidi ya yeye, Al-Ahly wa Sudani wa Misri. Kwa hiyo ni timu ya kawaida tu, ni kujipanga tu. Na ni jambo ambalo linawezekana na safari hii tunafika. Na anamaliza hapa, itakuwaje experience yako, uzoefu wako, anamaliza kwenye karai pale. Unajua kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Ubaya ubwela tu. Ubaya ubwela. Dakika za mwisho ilikuwaje ile mzee wangu? Pale mwisho sasa ndio